Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye taarifa yetu kuu ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake imefanya shambulio la mafanikio la kulipua maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran na kusema kwamba yameharibiwa kabisa. Israel inasema kulikuwa na ushirikiano wa karibu na Marekani katika kupanga shambulio hilo. Maafisa wa Iran wamethibitisha kuwa vifaa hivyo vililengwa, lakini wakakanusha kuwa nchi yake imepata pigo kubwa. Mashambulizi hayo yanaashiria ongezeko kubwa la vita vinavyoendelea kati ya Iran na Israel. Sasa kufahamu zaidi, hapo awali nimezungumza na Dr. Nicodemus Minde. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya kimataifa ya uhusiano wa kidiplomasia. Sambamba naye ni Abdul Fattah Musa, mtangazaji wa Radio Iran ambaye pia ana makazi yake pale Tehran. Anaanza kukuelezea kile kinachojiri kwa sasa nchini humo. Kwanza ni kuhusiana na ndani ya hali ya Iran yenyewe kwa upande wa wananchi ambao wengi wao wamelipokea kwa ghadhabu na hasira kubwa shambulio kubwa la kijeshi lililofanywa na Marekani dhidi ya vituo vitatu vikuu vya nyuklia vya Iran, na wamelichukulia swala hilo kama ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na ukiukaji wa wazi wa mamlaka ya kujitawala ya Iran. Baada ya shambulio hilo, kwa upande wa vikosi vya ulinzi wa Iran kukabiliana na hatua hiyo, vilifanya mashambulio makali dhidi ya maeneo mbalimbali ya Israel. Na katika taarifa za karibuni kabisa zilizotolewa usiku wa kuamkia leo, yaani siku ya Jumatatu, ni kwamba milio mikali ya mashambulio na milio mikali ya mfumo wa anga wa Iran ya kukabiliana na mashambulio hayo imeshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya mashariki na kusini mwa mji mkuu wa Iran, Tehran. Kwanza kabisa tuambie Minde, Rais Trump alikuwa amesema kwamba apewe muda wa wiki 2 kuamua hatma ya Iran, lakini ghafla tumeona kwamba ameamuru kuharibu sehemu 3 za nyuklia. Unadhani walitarajia hili na inamaanisha nini kidiplomasia? Kusema ukweli, ilikuwa ni jambo ambalo unaweza kusema lilikuwa litarajiwi, kwani Marekani ilikuwa imetoa kama wiki 2 za kufanya maamuzi, lakini tuliona mashambulizi ya kushtukizia ambayo lilifanywa. Nadhani ilikuwa ni swala la kimkakati ili wasije wakajulikana kwamba wanaenda kufanya shambulizi, lakini maana yake ni kwamba sasa tunaona mazungumzo ama yale majadiliano ya masuala ya nyuklia yatakuwa yamekwisha kabisa, kwani mazungumzo tuliona yalikuwa yafanyike, lakini naona sasa diplomasia itakuwa imewekwa kando. Minde, kwa upande wako unafikiri vitisho vya Marekani vina athari kiasi gani kwa utawala wa Iran? Bila shaka ukiangalia taifa la Marekani ambalo lina nguvu kwenye masuala ya kivita na kimbinu, itakuwa kusema kweli ni tishio, lakini tunaona taifa la Iran sio kwamba pia hawana nguvu, lakini pia ukiangalia kimkakati na inaitwa geostrategically ni swala ambalo litakuwa la kuangalia kwa ukaribu, kwani kimkakati Marekani wanamhitaji sana Israel katika ule ukanda wa Middle East, lakini tunaona kwamba ukiangalia hizi nchi mbili zimekuwa katika vita baridi kwa muda mrefu, na tunaona kwamba taifa la Israel lilikuwa linataka sana Marekani iingilie kati katika swala hili la vita baina ya Israel na Iran. Abdi, wa Iran walitarajia kutakuwa na mashambulizi kutoka Marekani? Kwa mujibu wa duru za kiusalama na za kijeshi za Iran, wa Iran walitarajia kwamba Marekani itachukua hatua ya kushambulia vituo vya kijeshi vya Iran, na sababu ni kwamba kuna taarifa kwamba Iran imechukua hatua kadhaa za kuhamisha vitu mbalimbali muhimu vya nyuklia katika maeneo hayo matatu katika kipindi hiki cha karibu siku 3 zilizopita, ikimaanisha kwamba kulikuwa tayari na hofu hiyo kwamba pamoja na kwamba Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kwamba angetumia muda wa kipindi cha majuma 2 kutathmini kama aishambulie au atoe amri ya kushambuliwa kwa kijeshi Iran au la, lakini wa Iran inaonekana kwamba hawakuchukulia kauli yake hiyo kwamba kuwa ina uzito, kikumbuka kwamba alikuwa tayari ametaka kuendeleza mazungumzo na Iran katika kipindi cha siku 2 kabla ya Israel kuchukua hatua ya kuishambulia kijeshi Iran, na katika swala hilo alikuja katangaza baadaye mwenyewe kwamba alikuwa amepewa taarifa na Israel kwa kabla ya kufanya shambulio hilo. Kwa hivyo wa Iran hawakulipa uzito tamko lake na kusema kwamba uamuzi wa kuishambulia au kutoishambulia angeuchukua ndani ya kipindi cha wiki 2. Abdul Fattah, mtu atajiuliza nyuklia ya Iran ina hatari kiasi gani kwa dunia kiasi kwamba imekuwa ikidhibitiwa Iran kuendelea kutengeneza ama kuendelea kurutubisha nyuklia yake, iwapo Iran yenyewe imekuwa ikisema kwamba wao wanatengeneza kwa ajili ya manufaa yao na matumizi mazuri? Inavyoonekana zaidi
zaidi ni suala la kisiasa, kwa sababu Irani, kumbuka kuwa ni miongoni mwa nchi zilizotia saini ule mkataba au makubaliano ya nyuklia yanayojulikana kwa kifupi kama NPT, na ni mwanachama wa shirika la Umoja wa Mataifa la nishati atomiki IAEA, na kwa muda mrefu shughuli za nyuklia za Irani zimekuwa zikisimamiwa na kukaguliwa na wataalamu wa shirika hilo. Wakati huo inajulikana kwamba hiyo ni haki ya kila nchi mwanachama kurutubisha madini ya urani kwa malengo ya amani, angalau kwa kiwango cha 3.5%. Na hilo ndilo jambo ambalo Irani inadai kwamba imekuwa ikilipigania muda wote, kwamba maadamu ni nchi mwanachama wa NPT itumie haki hiyo na si kufuata matakwa ya madola magharibi ambayo yanataka Iran isiwe kabisa na mpango wa nyuklia wa kurutubisha madini ya urani, na badala yake itegemee au iwe na utegemezi wa kuweza kunufaika na nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani kwa kutegemea zaidi madola magharibi, ambapo inaamini kwamba ikiwa katika nafasi hiyo itakuwa mara zote inawekewa mashinikizo ya kisiasa juu ya masuala mbalimbali ili kuweza kufaidika na nishati hiyo. La msingi hasa ndilo hilo, ingawa nchi za magharibi zinasema baadhi ya nchi ambazo ni wanachama wa NPT, kwa mfano tu kama Australia au Canada, Japan, zinatumia haki hiyo ya kurutubisha madini ya urani, lakini zinasema kwamba ikiwa haki hiyo itatumiwa na Iran, kwa kuwa Iran inaonekana kwamba haina uhusiano mzuri na madola magharibi, hasa Marekani na mshirika wake mkuu katika eneo la Mashariki ya Kati, Israel, ikiwa na uwezo huo inaweza wakati wote katumia fursa hiyo kwa ajili ya kuunda silaha za nyuklia na kuhatarisha usalama wa Israel. Iran imesema kwamba haitofanya mazungumzo na Marekani baada ya mashambulizi haya makali kabisa. Unadhani kwa jicho lako la kitafiti nini haswa kitakachofuata, Minde? Nadhani tutaona mapigano yataendelea kwa muda, kwa makisio yangu naona kwamba inaweza kuendelea kati labda wiki 2 hadi wiki 3, ukiangalia kwamba hata baada ya Marekani kurusha zile silaha zao na kupata zile nuclear sites, tunaona kwamba Iran nao wamejibu mapigo na kutuma zile missiles zake kwenda Israel. Kwa hiyo mimi ninavyoona kutakuwa kuna majibizano ya kivita baina hizi nchi 2 au 3 kabla waje kwenye meza ya mazungumzo. Hebu tuambie sasa, Abdi Fattah, umekuwa ukifuatilia na kuona kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Nini haswa mpango wa Iran baada ya sehemu zake muhimu za nyuklia kuvamiwa? Mpaka sasa kumekuwa na kauli mbalimbali zinazotolewa na baadhi ya wanasiasa wakiwemo wabunge wa Iran na hata baadhi ya maafisa wa kijeshi na wataalamu mbalimbali wa masuala ya nyuklia. Kwa mfano, tayari bunge la Iran limeidhinisha msimamo wa Iran kuchukua hatua ya kufunga mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu zaidi duniani inayotumiwa na meli mbalimbali zinazosafirisha mafuta kutoka katika eneo mbalimbali ya dunia, hasa kuelekea katika ulimwengu wa magharibi. Huo uamuzi ni uamuzi ambao ili kuweza kutekelezwa kivitendo ni lazima uidhinishwe na Baraza la Usalama wa Taifa la Iran, na hilo ni jambo ambalo linasubiriwa kuona kwamba je, litachukuliwa hatua hiyo au la. Kumekuwa pia na kauli mbalimbali za mashinikizo ya kutaka serikali ya Iran ichukue hatua ya kujitoa katika mkataba wa NPT, na kwa kufanya hivyo ni kwamba Iran itaweza sasa kuendesha shughuli zake za nyuklia kwa kificho na kutokuwa tena chini ya uangalizi na usimamizi wa shirika la IAEA. Lakini inavyoonekana huenda uamuzi huo kuchukuliwa kivitendo utachukua muda, na sisi halitakuwa ni suala la kukurupuka.